Kwa majina naitwa William Mbungi. Ni mdau wa usafi jiji la Arusha, lakini ni mwanachama wa TATO, ni mmiliki wa kampuni ambayo inahusika na masuala ya usafi, masuala ya uwaji wa wadudu kwa maana pest control fumigation, lakini pia na masuala mengine ya zimamoto na general supply. Niongelee kidogo kuhusiana na swala zima la utalii kwa ujumla. Utalii kwenye nchi yetu ni moja kati ya sekta ambayo inachangia sana ukuaji wa uchumi wa taifa, lakini uchumi wa mtu mmoja mmoja. Tutakuwa ni mashahidi kabisa kwamba kipindi kumetokea mlipuko wa COVID-19 kulitokea shida kubwa sana kwenye ishu ya ajira kwa vijana wengi. Utalii huu umesaidia watu wengi sana, hasa mama aliponyanyuka na ishu inaitwa Royal Tour. Sasa kwa nini naongelea utalii? Naongea kwa sababu ya ishu nzima ya usafi. Kuna ishu ambayo imekuwa ni mbaya sana ya usafi wa barabara za kitalii kwenye kanda ya kaskazini. Namaanisha kutoka Arusha kwenda Karatu, kutoka Arusha Makuyuni na Babati. Hizi zinaitwa barabara za kimkakati kwa sababu ni barabara zinazotumiwa na wageni wetu. Lakini tumekuwa tuna shida kubwa ya utupaji wa taka kwenye barabara hizi, ambapo zimekuwa ni kero na hazijapendeza wageni wetu kabisa. Sasa nini kifanyike? Tumekuja na mkakati ambao tunataka kuongeza nguvu kwa wadau wanaohusika na masuala ya usafi kuhusiana na usafishaji wa barabara hizi, lakini tukasema tufikishe pia ujumbe kwa jamii ambayo ndio hasa inatumia barabara hizi. Kwa mfano sasa tuanze na wasafirishaji wa magari yanayotoka Arusha kwenda Karatu Arusha kwenda maeneo mengine ya Babati Makuyuni kupitia barabara hizi za kimkakati za kitalii. Tafadhali tuwaombe sana, kwa sababu tunaenda sasa hivi kuhakikisha kwamba hizi barabara zinakuwa safi. Lazima tuwetengeneze heshima ya kitalii Tanzania na kaskazini kwa ujumla. Yani hatuwezi tukaenda na utaratibu huu, msafirishaji ana basi lake asiwe na chombo cha kuhifadhia taka. Nini maana yake? Ni kwamba abiria yule pale atatupa taka nje. Nini tutakachokikuta barabarani? Uchafuzi wa barabara. Kwa hiyo tunaomba wasafirishaji wote, kabla mkakati huu hapa haujabamba, wasafirishaji wote wa magari haya ya barabara za kitalii wanajulikana na zinajulikana, tafadhali kila gari liwe na chombo cha kuhifadhia taka. Niwaombe mamlaka za kiserikali, idara ya mazingira, tuwaombe mamlaka za usafirishaji ardhini, majini na angani, tuwaombe TANAPA, conservation zote zile, tuwaombe wafanye harambee, tuimbe nao wimbo mmoja. Tusiwaachie TATO wakalia kwenye wimbo huu wa uchafuzi wa barabara za kitalii wenyewe. Tuimbe nao wimbo mmoja TANAPA, mamlaka za usafirishaji, tuimbe nao wimbo mmoja wa kudhibiti uchafuzi wa barabara za kitalii. Hatuwezi tukaenda hivi barabara, makopo yametupwa barabarani hovyo, barabara ni chafu, kuna uchafuzi unaofanyika ambao hauendani na utalii wetu. Alafu tuachie TATO wenyewe wanakomaa kuhakikisha wageni wana relax kwenye maloji safi, wageni wana relax kwenye usafirishaji, wanahakikisha yuko wapi simba mpaka aonekani, magaidi wanapambana yuko wapi mgeni anahitaji kumuona sijui nyati, anahitaji kumuona chui, wanakomaa kwenye hizo mbuga mpaka waone, wanawarudisha kwenye loji safi. Nimetembea sana kwenye loji Tarangire, Serengeti, Ngorongoro hii. Hawa mabwana wanajua kukea, wana hoteli zinazosomeka kwenye 5 star, above 5 star I think. Mgeni anapata huduma mpaka ye mwenyewe sasa pale anajisikia enough is enough. Sasa kama utaona ukarimu unaofanywa hasa na wale dada zetu na wale kaka zetu walioko kule wanahudumia wageni, watakuwa na wahudumia vizuri, lakini wanapopita kwenye hizo barabara zetu wasirelax. Hatuwezi tukaenda hivyo kwenye nchi. Huu utalii umesaidia kila mtu. Utalii ukikua umemsaidia mtu sokoni, umesaidia wasafirishaji, umewasaidia watu wote. Hakuna mtu ambaye hagusi na utalii. Mmiliki wa kampuni ya kitalii anayefanya usafirishaji anaweza akawa anakusanya shilingi milioni 1, lakini yeye akaenda nyumbani kwake na shilingi 50,000. Kwa sababu gani ameenda nyumbani kwake na shilingi 50,000? 950,000 imeenda kwa watu wengine ambao tunahakikisha kwamba hiyo huduma inafanyika. Amewapelekea watu sokoni wa mama mboga, wanaouza michele, wanaosafirisha, amewalipa magaidi, amelipa serikali kila kitu. Kwa unaonaje ni kwa namna gani ambao tunanufaika wote? Kwa lazima tulinde wageni hao wanaoshuka ili utalii ukue, ukikua na sisi tunakuwa. Usafi ufanyike kila mahali, kila mtu alinde mazingira yake
tuokote makopo, tusiruhusu barabara za kitalii zikawa chafu. Tunakuja na mkakati huo vizuri kabisa. Ninashukuru sana mwandishi wa habari.